Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mimi naitwa Ng'ang'a wa Maje, John Ng'ang'a. Nimeokoka, nampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninashukuru sana kwa sababu ya nafasi ya kuja kunena neno la Mungu pamoja na sisi. Ombi langu ni ya kwamba Mungu atatuzungumzia na atanena na sisi. Ninafurahia tena sana kuwa na nafasi ya kuwa na ushirika na Mungu, kuwa na upendo na Kristo na kumjua. Hilo ni jambo naona ni la muhimu sana katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Nimeoa, mke wangu anaitwa Martha. Yeye ni mwalimu Kambui Girls. Kwa hivyo kama uko na mandizi ama ngwashe, kuna msichana huko ungetaka apelekewe kesho, unaweza nipea. Hata akienda shule atapelekea msichana wako huko Kambui. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuko na watoto watatu, Hope, Andrew na Caleb. Bwana asifiwe. Mwaka huu kikundi chetu cha Christian Education, theme ama mwelekeo wetu ni kutazamia mbali. Looking at a new horizon, looking at new partnership. Kuangalia mambo mapya ama mambo ambayo tunafikiria pengine tumefika mwisho, lakini ukweli ni ya kwamba hatujafika mwisho. Kutafuta uhusiano mpya. Na dhuhuri ya leo, mkinikubalisha kwa ufupi, tutanena kuhusu kutoka katika eneo la faraja. Walking out of our comfort zone. Walking out of our comfort zone. Faraja ni nini? Kila mtu ako na eneo lake la faraja. Kila mtu. Hapa hakuna mtu hana mahali pake pa faraja. Every one of us has a comfort zone. Ni mahali pa kawaida ambapo tunahisi tuko salama. Tunahisi tuko salama. Tunaweza pingwa na tunaweza pigwa. Tunaweza sukumiwa tukiwa mahali pengine, lakini hapa pahali pa faraja ni mahali ambapo tunahisi tuko na usalama mwingi sana. Tunadhabiti hali. Tunadhabiti hali na hatupingwi sana na changamoto. Maana mahali petu pa faraja huwa tunapunguza kama si kutoa kila changamoto. At our comfort zone, we remove or eliminate or reduce our threats and the risks. Na mahali tuko saa hii siku ya leo, mahali niko, mahali uko, panaweza kuwa palikuwa ni maono yako miaka 5, miaka 10 iliyopita, maono ya mahali pa faraja. So unaweza kuwa uko katika farajani yako ambayo ulitazamia miaka 5 iliyopita na ukajikakamua ili ukafike mahali ulipo hapa pa faraja. Lakini kuna kitendawili kimoja cha mahali pa faraja. Ingawaje mahali pa faraja ni mahali pa usalama, mahali pa kudhibiti hali, ni mahali ambapo tunaepukana na changamoto mingi sana. Lakini mahala hapo pa faraja panaweza kuwa gereza ya kudumaa. Kudumaa si kuzubaa. Kudumaa si kufanya nini? Si kuzubaa. Kudumaa ni kustagnate. Ni kustagnate. Na unajua shida ya kustagnate ni moja. Kunaweza kuwa na utendakazi mwingi sana. Utendakazi mwingi sana, lakini hakuna kukua. When we stagnate, there can be a lot of activity, but there's no movement. There's no movement. Na hiyo ndiyo shida kubwa sana ya kudumaa. Ninajiangalia kwa miaka 2, 3, 4 unajitazamia
unafanya audit, unagundua ingawaje umekuwa na utendakazi mwingi sana, lakini hakujakuwa na kusonga mbele. Inamaanisha mahali ambapo tumefika ni pa faraja, is a comfort zone. Is a comfort zone. Unajua kuna mambo tunaweza fanya, tukifanya mambo mengine we can multitask. Mahali ambapo unafanya kazi, kuhubiri kwenye ninahubiri, hakuna kusukumiwa. Ninaweza fanya hivi bila hata kutoa jasho. Siogopi, sikui na shida ya kujitayarisha sana maana nimefika mahali pa faraja. Kile ambacho ninasahau ya kwamba niko katika gereza ya kudumaa. Na ndivyo tukikubali kuishi mahali pa faraja, tukikubali, wengine wataanzia nyuma yetu na watupite. Waanzie nyuma yetu na watupite. Ile shida kubwa tuliyopata ni ya kwamba tuliingia katika mahali pa faraja. Lakini mpangilio wa Mungu ni tofauti na sisi. Mahali ambapo tunafikiria ni mwisho wetu ama ndicho kimo chetu. Mahali ambapo ninafikiria nikifika ama nikipata hili basi nimepata yote. Lakini mpangilio wa Mungu ni tofauti. Katika Biblia Mungu amekuwa akiita watu wake mara mingi sana, toka katika mahali pako pa faraja. Bwana asifiwe sana. Walk out of your comfort zone. Waibrania 11 line ya 8, Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alitii alipoitwa aende mahali ambapo angepokea kuwa urithi, akaenda bila kujua aendako. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Akatoka akaenda bila hata yeye kujua kwenye aendapo. Lakini mara mingi sana Mungu akituambia tufanye kitu, tutoke katika mahali pa faraja, huwa tunamwambia tuletee kitambulisho yake, alete kitambulisho ya mama yake na baba yake na barua kutoka kwa chief. Ndivyo tu confirm ya kwamba ni Mungu anatuzungumzia. Lakini kwa wakati mwingi Mungu amekuwa akituita tutoke katika mahali pa faraja. Na ninajua ya kwamba wengi wetu wa dhuhuri ya leo umefika mahali ambapo haujielewi na hauelewi nini ambacho kinaendelea katika maisha yako. Maana mambo mengi katika maisha, biashara, ndoa, ulezi wa watoto, hata katika huduma yako kanisani, mambo hayaingiani kulingana na vile ambavyo unapanga. Ukitazamia maisha yako kwa wakati ambao umepita, unasema imekuwa ni changamoto moja hadi nyingine. Na ninakusudia kujitafutia mahali pa faraja. Pengine hata wewe kuishi huku ulihamia mahali pengine ili uje huku ukatafute mahali pa faraja. Lakini zile changamoto ambazo zilikufanya utoke kwenye ulikuwa ili uje hapa, bado hizo changamoto zinakuandama. Ndugu na dada yangu, ningetaka kukuambia Mungu anakupenda na hakuna shida. Bwana asifiwe sana. Hakuna shida. Hizo changamoto ni kusudi kukutoa katika mahali pako pa faraja ili akakuelekeze mahali pengine. Bwana asifiwe sana. Kuna huyu ndege ndiye mfalme wa ndege wote, anaitwa tawi. Tawi akitaga mayai ili awe na wanaitangwa eaglets, awe na wachanga wake, huwa anatafuta mahali kuko na mawe, mahali pa ficha, mahali pa faraja, na anaanza kutengeneza nyumba. Na kitu cha kwanza kenye anafanya ni kutafuta miti iliyo na miiba mikubwa ama mirefu, na
anakusanya hiyo miba na akitengeneza ikiwa na hiyo miba, halafu anaanza kutafuta vitu nyepesi mpaka manyoya yake, ili akitaga mayai, na haya mayai yakitaga watoto wake, wataishi mahali ambapo ni pa faraja, mahali ambapo pana usalama. Sijui kama ushaiona tawi akipaa angani. Yeye ndiye ndege huwa anapaa juu zaidi kuliko ndege wengine wote. Tawi akitaka kwenda safari mrefu hatumii nguvu zake. Tunaambiwa ya kwamba yeye hutumia ule upepo ulio angani, umbebe umpeleke. Tawi wanasema ya kwamba kwa kilomita 1 tawi anawezaona yule mnyama anayewinda. Upana wa mabawa ya tawi ni mrefu sana. Tawi ni ndege wa kupendeza sana. Lakini huyu ndege anajua hawa vifaranga wangu wakizidi kuishi katika hii mahali pa usalama, katika hili faraja, wakiishi hapa hawatawahi kuwa kama mimi. Na kitu cha kwanza kenye tawi huwa anafanya ni kufanya hapo pahali pa faraja pasikue tena mahali pa faraja. Anatoa kila kitu chepesi kile ambacho aliweka hapo, anabakisha miiba. Kama alikuwa analetea watoto wake chakula mara 2 kwa siku, anaanza kuwanyima. Maana anajua akiwatoa mahali pa faraja, hapo mahala pa faraja, watafikiria wamedharauliwa na mama yao, maisha imefika mwisho. Kile ambacho hawajui ni ya kwamba all their potential, zile nguvu na uweza walizo nazo ndani yao, zitaonekana tu wakati watatoka mahala pa faraja. Na Mungu anapenda sana sana kututoa mahala pa faraja ili sisi tukakue kile ambacho yeye alikusudia. Bwana asifiwe sana. Unajua tunapenda sana kuomba na kuombea mambo. Kukikuwa na kashida fulani, tunapigia deacon, tunapigia elder, tunatafuta mchungaji, tunajaribu kujua jawabu na sababu ya kile ambacho ninakipitia. Ni vyema na ni bora kupiga simu na kutafuta usaidizi hata sisi tukiomba. Lakini kuna mambo mengine Mungu hatatoa hayo mambo, hata yasuluhisha katika maisha yetu. Atakubali tuishi na huo uzito, maana ako na kusudi la kututoa katika faraja yetu. Bwana asifiwe sana. Na Ibrahimu hangetoka katika faraja yake na hangetazama kimo cha ule urithi ambao Mungu anampea kama angeendelea kuishi katika faraja. Kitabu cha Mwanzo nafikiria 12 kimalizia, Ibrahimu kunakuwa na kiangazi huku Canaan. Biblia inasema wanateremka yeye na huyu kijana mwenye anaitwa Lutu, wanateremka wanaenda Egypt. Lakini maana Mungu ni mwema na ahadi zake ni za milele, Mungu anawatajirisha sana. Anawatajirisha sana. Wanarudi Canaan, lakini kunakuwa na mgogoro katikati ya wafanyakazi wa Ibrahimu na wa Lutu. Na Ibrahimu anasema ya kwamba si vyema, sisi ni ndugu, si vyema tuwe na migogoro. Ni vyema tuachane na wewe sasa. Tulisema mahali pa faraja ni pahali pa kawaida, pahali pa usalama. Ibrahimu alikuwa amezoea kuwa na usalama, kuwa na faraja na ukawaida pamoja na Lutu. Lakini akamwambia si vyema. Mara mingi Mungu kututoa katika mahala pa faraja, lazima kuwe na kamgogoro fulani.
Either wewe na mimi katikati ya watu wengine, ama ndani yetu tunakuwa na kamgogoro. Na siku ya leo najua wengi wetu hapa tunaweza kuwa na mgogoro ndani ya nafsi zetu. Kile ambacho unafanya, umekuwa ukifikiria, ukihisi, ukijiuliza, is this what life is all about? Huu ndio mwisho, ama kuna kitu kingine ambacho Mungu angetaka mimi nikue? Kama Ibrahimu akaambia Lutu, sasa ni vyema tutengane. Walking out of our comfort zone will always begin with a conflict. Kutakuwa na kakitu ambayo inakuonyesha kile ambacho unafanya si ya kawaida, ama huu kawaida uko nao is not what God would want you to have. Huo mgogoro ndio ulifanya Ibrahimu atoke mahali ambapo alikuwa anaishi. Tujue ya kwamba mbele ya Mwanzo 13 Ibrahimu hakuwa amekwea mlima wowote. Huu urithi wake alikuwa anauona ukiwa tambarare. Hakuwa amekwea mlima wowote. Lakini baada ya kuachana na Lutu, Mungu akamwambia, wewe paa na utazame katika pande zote 4, na mahala ambapo utaona, huo ndio utakuwa urithi wako. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa kile ambacho na maisha yetu tunayatazamia tukiwa tambarare, lakini kuna urembo, kuna ukuu tukitazamia kile ambacho Mungu anatuambia sisi tutakuwa kupitia macho yake. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Na tujue kwamba Ibrahimu ndiye alikuanga mwenye ahadi. Yeye ndiye alikuanga mzee kuliko huyu kijana. Angemwambia, sasa wewe nimekupea mwezi, ukuwa umehama, uende ukatafute. Lakini Ibrahimu akajitoa yeye. Akasema, wewe chagua, na chaguo lako mimi nitachagua badala yako. Ukienda kulia, mimi nitaenda kushoto. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Siku ya leo tukiongea kuhusu kutoka katika faraja zetu, kuna chaguzi 2 ambazo tunaweza fanya, lakini hatma ya hizo chaguzi pia ni 2. Chaguzi ya kwanza, ama chaguo la kwanza, ni la Loti. Yeye alichagua kwa kuona. Biblia imetuambia Loti akainua macho yake, akaona nchi yote ya tambarare ya Yordani. Ilikuwa na maji mengi kila mahali, kama bustani ya Bwana. Loti akajichagulia nchi yote ya tambarare ya Yordani. Loti alitazama. Kuna mambo kadhaa tunaweza jiuliza kama sisi tunaelekeza maisha yetu kama Loti. Jambo la kwanza Loti alifanya ni kuinua macho yake. Kuinua nini? Kuinua macho yake. Alitumia umwili wake na yaliyo katika ulimwengu kuchagua. Kama kile ambacho mimi ninachagua kinafurahisha mwili wangu na kinapendeza ulimwengu, ni vyema nijue ya kwamba najitafutia mahala pa faraja. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema alijichagulia yeye. Si tu kuinua macho, lakini hata yeye alijichagulia. Alitafuta mapenzi ya binafsi yake,
akachagua kile ambacho kilifurahisha hayo mapenzi. Na yeyote mwenye anatafuta faraja yake anatafuta kile ambacho kinafurahisha mapenzi ya binafsi yake. Lakini kule ambako Mungu anatuita, hatuna uweza, hatuna mali, hatuna hekima ya kufanya hicho ambacho Mungu anatuitia. When God is asking us to get out of our comfort zone, He pushes us beyond what we know, beyond what we can fund, beyond our social wealth. He pushes us more than what we think we can do. Kwa hivyo kama kile huu mwaka ninachotaka kufanya, sihitaji Mungu anisaidie nikifanye, basi najitafutia faraja. Lakini Mungu anatuita tutoke katika faraja, tumtazamie yeye Bwana. Maana hatima yetu ni kuu kuliko vile tulivyo siku ya leo. Na ninajua unaweza kuwa umefika katika faraja yako. Umeng'ang'ana, umejitolea, umefanya kazi, mahala ambapo ulipo sasa ni faraja yako. Hapa ndipo ulikuwa unataka kufika. Ningetaka kukuambia hatima yako ni zaidi ya mahali ulipo hapa. Unaweza kuwa ni kung'ang'ana na uko na maono. Ningetaka kukuambia, Mkikuyu anasemanga raashuria maitho maku. Go up to the mountain. Kwea mlima. Hapo kwa mlima Mungu atakuonyesha hatima yako. Amen. Biblia inasema ya kwamba akapiga hema yake kuelekea Sodoma. Nikitafuta faraja, natafuta mahali ambapo dhambi haiko mbali. Jambo la kwanza ambalo shetani anafanya ili nijikute katika dhambi ni kukua na faraja. Ni kukua na nini? Na faraja. Muda uliopita kuna mambo singeyafikiria ya kwamba mimi naweza afanya. Udaku sikuwa nafikiria ninaweza chapa udaku wa mtu. Lakini shetani ni nani? Anafanya dhambi ya udaku ikue kawaida kwangu. When I become comfortable around sin, like Lot, Biblia imetuambia ya kwamba wakazi wa Sodoma na Gomora walikuwa watenda dhambi sana. Lakini nikijitafutia faraja, najikuta ya kwamba hiyo dhambi ambayo ilikuwa chukizo kwangu muda wa awali, sasa sina shida nayo. Wakati Mungu alikuja kuharibu Sodoma na Gomora, huyu Loti mwenye walikuwa wamepelekana na Ibrahimu akaona wema na fadhili za Mungu. Akajua Mungu mwenye hutimiza kile ambacho ameahidi. Biblia inasema kuhusu huyu Loti, wakati Sodoma na Gomora ilikuwa inaharibiwa, yeye alikuwa amejenga, hata si kwa hema, alikuwa katika mji wa Sodoma na Gomora. Huo usiku wakati wanaume wawili walikuja Sodoma, this is how made Lot to compromise. Hiyo dhambi ilikuwa imefanya Loti a compromise. Awe hana chukizo na dhambi hata kidogo. Biblia inasema ya kwamba hao wanaume wa Sodoma na Gomora walimwambia, tupe hao wanaume wameingia huko kwako, tulale na wao. Luti akachukua wasichana wake wawili,
binti zake wawili, akawapea hawa wanaume, wakawanajisi usiku mzima. Faraja ni mahali pabaya. Faraja ni mahali pabaya. Faraja ndio inaniwezesha kujibizana na mtu kwa simu, mwanamke lakini si mke wangu, lakini sina shida. I have got no problem flirting with somebody else. Maana nimekuwa na faraja. Dhambi inakuwa ya ukawaida. Lakini Mungu angetuuliza tutoke katika hapo mahali pa faraja. Sijui kama tutachagua kama Loti ama tutachagua kama Ibrahimu. Ibrahimu alichagua kwa imani. Loti alichagua kwa kutazama. He walked by sight. Ibrahimu alichagua kwa imani. He chose by faith. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 13 mahali ambapo tumesoma 14 na 15. Biblia inasema inua macho yako sasa. Yeye hakuwa anajua kwenye anaambiwa aende. In fact alikuwa amezoea Mungu kumwambia toka uende. Hakuwa na shida ya kumwamini Mungu. Lakini kwa kumwamini Mungu na kuchagua badala na ya kile ambacho Loti alichagua, Mungu akamwambia sasa inua macho yako. Maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako milele. Bwana asifiwe sana. Loti alipata faraja ya muda, hasara kubwa. Temporal comfort, catastrophic end. Lakini Ibrahimu akajitoa yeye. Lakini mwisho wake, hatima yake ikakuwa ni ahadi ya milele. The truth of the matter is this. Nikizidi kushikilia faraja yangu, nikizidi kuishikilia na kung'ang'ania faraja yangu, basi na mimi sitajua ahadi ya Mungu ya milele. Bwana asifiwe sana. Katika Biblia kuna wengine kama Luti ambao walichagua faraja ya muda. Kunao. Mmoja hata Kristo yeye mwenyewe akatuonya kuhusu yeye. Kitabu cha Luka 17 mstari wa 32. Biblia inasema na Yesu akasema, mkumbukeni mke wa Loti. Faraja inavutia sana. Faraja inavutia sana. Na shida ya mke wa Loti, wameambiwa wahame waende na mili yao peke yake, lakini hakuna mali wataenda nayo. Kile ambacho kilimvutia ni kutazamia ile faraja ambayo ameacha. Kristo akasema baada ya hapa, akasema hakuna yeyote ambaye anastahili kuwa katika ufalme kama atawekelea mkono wake kwa jembe la kulima halafu atazame nyuma. You and I are not worthy of the kingdom if we put our hand on the plow and look back. Bwana asifiwe sana. God would want us. Mungu angetaka tusiwe kama huyu mke wa Loti. Tusitazame faraja ambayo Mungu anatuambia tutoke. Wa pili, kuna kijana tajiri. Kuna kijana tajiri sana. Katika kitabu cha Mathayo 19 kuanzia laini ya 9. Huyu kijana, Biblia inasema akaja kwa Yesu akikimbia. Akamuuliza, mwalimu, nitafanya nini ni upate ufalme wa milele? Kristo akamuuliza, unaniita mimi mwalimu ama mwema? Na unajua mmoja tu aliye mbinguni ndiye mwema. Akamwambia, basi nenda ukatii amri za Musa. Huyu kijana akamuuliza, ni kama gani ungetaka niende nikatii? Kristo akataja 6.
Na hizo zote 6, huyu kijana akaambia Kristo, tangia nikuwe mtoto mdogo mpaka wa leo sijavunja hata moja. Kristo alikuwanga Mungu, hakubishana na yeye, amwambia hapana, umenidanganya hii, hapana, hii haujatimiliza yote. Kristo akakubali huyu kijana ni ukweli, hakuna hata moja ambaye amevunja. Akamwambia, enenda uuze vitu vyako vyote, pesa upe maskini, uje mimi unifuate. Biblia inasema kijana mwenye alikuwa amekuja amekimbia, anatafuta ufalme wa mbinguni. Biblia inasema baada ya hilo jibu alitembea akarudi akiwa ameshushwa moyo sana. Na mimi sifikiri Yesu alikuwanga na shida na utajiri. No. Kuna uhubiri fulani ambao unaambatanisha Ukristo na umaskini. Ukristo na umaskini. Huo uhubiri si bora. Si uhubiri wa kweli. Mungu anapenda kutufanya sisi tuwe matajiri. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye huwa anafundisha mikono yetu kutengeneza mali. Mungu hana shida na utajiri. Kile ambacho Mungu ako na shida na utajiri ni faraja ambayo utajiri inatupea. Wakati Kristo alipeana ile example, the parable of the sower, akasema kwamba kulikuwanga na mkulima akaenda akapanda mbegu zake. Kulikuwanga na mchanga mara 4. 2 hazikuwanga na shida. Moja ilitoa vizuri 30, 60, 70. Lakini moja haikupata hata kitu. Biblia inasema ya kwamba zile mbegu ambazo ziliwekwa zilianza kumea. Lakini maana hili shamba lilikuwa na miiba, hiyo miiba ikanyonga hii mimea, ikakataa kumea. Wakati wafuasi wa Yesu walienda kumuuliza, akawaambia, hilo shamba ambalo liko na rotuba, mchanga uko sawa, shida ya huo mchanga inaweza kuwa ni moja kati ya hizi 2. Akasema ya kwanza ni hofu za maisha. Hofu, the worries and anxieties of this life. Inanyonga neno la Mungu lisipate kumea ndani yetu. Lakini akasema la pili ni faraja ambayo inatokana na mali. The deceitfulness of wealth. Mali huwa inaleta faraja. Na huyu kijana tajiri alilinganisha ufalme wa Mungu na ile gharama ambayo atalipa na ile faraja ambayo atakosa. Akasema afadhali nisiende mbinguni, lakini niishi na mali na niishi na faraja. Mfano mwingine katika Biblia ni Yohana. Yohana aliitwa na Mungu akaambiwa aende akahubiri Nineve. Lakini Biblia inasema, lakini Yohana akaondoka ili akimbilie Tarshishi, mbali na uso wa Bwana. Na kama ni mimi nilikuwa natumwa Nineve kuhubiri, ningekuwa na ungumu ambao Yohana alikuwa. Maana hili taifa, huu mji wa Nineve, walikuanga waovu kupindukia. Wakiwa na sarakasi zao, jambo moja ambalo walikuwa wanafanya wakiwa na sarakasi zao, kama wako na mateka, kile ambacho walikuwa wanafanya ni kuwatoa ngozi zao. Uko na mateka, unamtoa ngozi yake akiwa hai, alafu unaivaa akiona. Walikuanga watu watukutu, watu wenye dhambi. Yohana alikuanga na ukweli akisema, mimi kama kuna wengine wa kuokolewa, si kama hawa. The assignment Jonah had was very hard. He decided, I will rather not obey God, but go find somewhere
where I am comfortable. Kuna mambo huwa yanatusukumia sisi tunashindwa kutoka katika faraja. Kuna mambo huwa yanatusukumia tunashindwa kutoka kwa faraja. La kwanza ni kupendelea vile hali ilivyo, status quo. Kupendelea vile hali ilivyo. Kutoka katika faraja means ya kwamba utatoka vile hali ilivyo, uende ukaanzie upya tena. Na many times, mara mingi huwa tunasumbuliwa, tungetaka mambo yawe vile yaishi, yakae, yadumu vile yalivyo. Jambo la pili ambalo huwa linatusumbua ili tutoke katika faraja ni hofu ya kupoteza. Hofu ya kupoteza. Tunapendelea kuepuka hasara kuliko kupata faida mpya. Pengine Mungu amekuwa akikusukumia ni vyema kuanzisha biashara. Na akili yako, mafikira yako sana nikiwacha kazi hapa, nikiacha hili, afadhali nikae na hili nalo, hii iko sawa, lakini sitaki kukuwa na hasara. Na pengine nikienda form, kama venye vijana wasema, isijipe. Pengine Mungu amekuwa akikusukumia uokoke, but unajiuliza, na nikiokoka si bado nitarudi nyuma? Bado nitarudi nyuma. Lakini Mungu angetaka mimi na wewe tutoke katika faraja zetu. Jambo lingine ambalo linatusumbua kutoka katika faraja ni mgongano wa mawazo. Huwa tunafikiria sana. Tunafikiria na akili zetu zitatafuta ile njia ambayo ni nyepesi. Wanasayansi wanatuambia nature follows the path of least resistance. Hata ukiangalia maji, ukitazamia maji huwa yanapitia mara mingi mahali ambapo hakuna vizuizi vingi. Na akili zetu zitatusukumia kufanya kile ambacho hakina vizuizi mingi. Tunakuwa na migongano ya akili. Lakini lingine ambalo huwa linatusumbua ni kuhofu yasiyojulikana. The fear of the unknown. Kuhofu yasiyojulikana. Nilikuwa napeana example katika ibada ya kwanza. Mimi nilizaliwa na nikalelewa Masaini, na ninajua sana kuchoma nyama. Na nilikuwa ninajua ya kwamba zile nyama, na hata tunasemanga hivyo, Wamasai ndio wanajua kuchoma nyama. Lakini one time nikaenda kwa Turkana kufanya practicum. Nikaenda practicals kwa Turkana. Huko nikakuta wanakuanga na nyama choma inaitangwa topeitogun. Hii choma ya topeitogun wanachimba shimo, wanaweka migogo, wanawasha. Hizo kuni zinakuwa makaa na ni mingi sana. Wanatafuta majani mabichi, wanayawekelea juu ya hii kuni, haya makaa. Wako na ng'ombe wamechinja, wamemtoa damu, wanafungua tumbo, wanapasua tumbo, wanatoa tumbo yote inatoka, halafu wanachukua huyo ng'ombe, wanamwekelea bila kumtoa ngozi, wanamwekelea juu ya hayo majani mabichi. Wanaongezea mingine, wanaekelea kuni na makaa, wanafukia na mchanga. Masaa 3, 4, 6 wakitoa hiyo nyama hapo. Mimi ukweli sijawahi taste nyama yenye utamu kama hiyo. But naweza kuwa nikisema kile ambacho ninajua ndicho sawa. Hata mkikuwa akasema mwenye haendangi modotathiaga oenye na wekatia oikuruga. As long as we fear, tukizidi kuhofia yasiyojulikana pale mbele, tukizidi kuhofia, hatutajua ya kwamba tunaweza kuwa na hatma nyingine. Lazima tulishe imani yetu. Lazima tulishe imani yetu. Mambo ni mawili.
nikilisha hofu, if I feed my fear, I starve my faith. Kama ni hofu ninalisha, then imani yangu inazidi kuwa duni, inazidi kukonda na kuisha na kukufa. Lakini nikilisha imani yangu, nayo hofu inazidi kuisha. If I feed my faith, then fear begins to starve and die. Na ni vyema kwa Ibrahimu, mwenye yeye alikusudia ya kwamba imani yake ndiyo atalisha. Hili somo la leo is available, so najua sitawaweka zaidi ya hapa. I hope tutapata na tuta interact. But kuna mambo matatu tu ningetaka ku-mention. Moja ni hili kanisa la Waefeso ambalo tumesoma. Kanisa la Waefeso lilikuanga kanisa la matajiri sana. Kanisa la Efeso lilikuanga katika bahari, was a port city. Na hili kanisa ndiko kulikuanga na hekalu ya kuabudu mungu fulani mwanamke, alikuwa anaitwa Artemis ama Diana. Na hili jiji la Waefeso lilikuwa na biashara imenoga sana. They even had a chamber of commerce. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya miaka 2 Paulo kuhubiri huko, watu wote wa hilo eneo walikuwa wamelisikia neno la Mungu. Lakini kabla ya hiyo, kumbuka ya kwamba biashara ya Waefeso, ya huu mji wa Efeso, ilinawirishwa na kuabudu huyu mungu ambaye anaitwa Diana ama Artemis. Paulo akahubiri, watu wakaokoka, wakaacha kuabudu Artemis, wakaanza kuabudu Kristo. Na hapo ndipo kulikuwa na shida. Wakasema huyu jamaa Paulo anahubiri na hakuna mtu anakuja kununua hizi vyombo ambazo tunatumia kumwabudu Artemis. But kanisa la Efeso lilikuwa la watu matajiri, watu wamesoma, watu ambao wakijiangalia na wakijipima hawana shida. Lakini Paulo anawaambia, ninawaombeeni nyinyi ya kwamba Mungu katika mtu wenyu wa ndani atawatia nguvu kupitia Kristo, kupitia roho wake. Akawaambia, ningetaka pamoja na Wakristo wale wengine mjue upana, urefu, kimo cha upendo wa Mungu. Paulo anawaambia, bado ningetaka kuambia hamujatimilika. Mungekuwa mumefika mahala pa faraja kufikiria ya kwamba nyinyi hamuna shida ama hamujapungukiwa na kitu chochote. Akimalizia akawaambia, na yule Mungu mwenye anaweza fanya zaidi ya fikra zenyu na maombi yenyu, ndiye ninamkabidhi kwake. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. The God who can do exceedingly abundantly more than you can think or you can pray or imagine. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. We must be, lazima tukue watu ambao wako na kusudi na haja ya kutoka katika mahala pa faraja. Kuna mambo kadhaa ambayo tulikuwa tumesema hapo mbele katika ibada ya kwanza, ambayo yatatusaidia kutoka katika faraja letu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. But one of the things I want to say is that wacha Mungu atutie nguvu yeye. Tunaweza kuwa tumefika mwisho, na ndivyo Paulo aliombea hili kanisa la Efeso. Tunaweza kuwa tumefika mwisho, hatuna nguvu ya kusonga mbele. Siku ya leo naomba ya kwamba Mungu ataturejeshea nguvu mpya. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba tutapata nguvu mpya ya kutembea na yeye,
ya kumtazamia yeye, ya kuona kile ambacho anatuitia, atuoneshe hatima yetu na atupee nguvu ya kumtii. Bwana asifiwe sana. Atupee nguvu ya kufanya nini? Kumtii. Tukumbuke ya kwamba kutokutii Mungu kuko na ugumu wake. Kutokutii Mungu kuko na ugumu, kuko na uchungu wa kutokutii Mungu. Na kutii Mungu pia kuko na ungumu na kuko na uchungu wake. Lakini lazima mimi na wewe tuchague tunataka uchungu upi. Uchungu wa kutokutii Mungu ama uchungu wa kutii Mungu. Mungu akatupe nguvu zake kupitia Roho Mtakatifu ili tukusudie, tukubali kumtii Bwana na kutembea pamoja na yeye. Bwana asifiwe sana. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wacheni tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, tunakushukuru siku ya leo, adhuhuri ya leo. Tunasema ni asante kwa kutunenea na kutuzungumzia. Bwana, tunaweza kuwa tumefika faraja. Na siku ya leo tukiri dhambi zetu Bwana. Dhambi za kutosheka nacho bila kukutazamia wewe Bwana. Dhambi za kusikia kila wakati ukituita, ukitusukumia toka katika mahala pa faraja. Lakini sisi tunakusudia kuishi kama vile tulivyo. Bwana tusamehe. Na siku ya leo Bwana, kama kanisa, kama familia, kama watu binafsi, Bwana tungeomba ututoe katika mahala pa faraja. Take us out of comfort zone in the name of Jesus Christ. Na Baba, kama kuna uhusiano kama vile Ibrahimu na Loti walikuwa na uhusiano ambao ulichangia Ibrahimu kuishi katika mahala pa faraja mpaka ile siku waliachana na Loti. Bwana, ningeomba utuepushe, ututoe katika uhusiano wowote ambao unachangia sisi kuishi katika mahali pa faraja. Tusaidie Bwana, na tukikutana wakati mwingine Bwana, tutakushukuru ya kwamba tulikutii na ukatutoa katika mahala pa faraja na tukaona hatima yetu ikiwa kuu na zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tunafikiri. Tunajikabidhi kwako Bwana, wewe ambao unaweza fanya zaidi ya yale ambayo tunaweza kukuomba ama tunaweza fikiria. Tunajikabidhi kwako Bwana, tusaidie katika jina la Yesu tunaomba na kuamini.